إنما الأعمال بالنيات. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, na kuhusieni baada ya kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika kumcha Allah ndiyo siri ya mafanikio ya mwanadamu katika dunia yake na akhira yake. Ndugu yangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati Yunus aya ya 24: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ndugu zanguni katika imani, aya hii na aya mfano wa hii ziko nyingi katika Qur'ani, zinatuonyesha thamani ya dunia ambayo tunayoishi, zinatuonyesha nafasi ya dunia tunayoishi. Na hii ni Allah tabaraka wa taala anatufumbua macho tuelewe sehemu tulipo ni ya namna gani. Allah tabaraka wa taala anasema, innama mathalul hayati dunya. Si linginelo ndugu zanguni, si linginelo. Allah anasema mathalul hayati dunya, mfano wa maisha haya ya dunia tunayoishi mimi na wewe sasa hivi. Mfano wa maisha haya kama in anzalnahu minas samaa, mfano wake ni kama maji yanayoteremka kutoka mbinguni, kutoka juu. Maji haya yanayoteremka kutoka juu, fakhtalata bihi nabatul ard, yakachanganyikana na mimea ya ardhini, mimea ambayo mimma yaakulu an-nas wal an'am, mimea ambayo wanakula watu na wanyama. Allah tabaraka wa taala anatupia mfano ambao unatuwekea wazi maisha haya ya dunia tuliyokuwa nayo. Ni mfano wa maji ambayo yanatoka juu yakachanganyikana na mimea ya ardhini, mimea ambayo wanakula watu. Sisi sote tunajua mmea hauwezi kumea isipokuwa upate maji. Kwa hiyo maji yameshuka kutoka mawinguni, yamechanganyikana na mbegu ya mmea ambayo iko ardhini, yakachanganyikana na mmea ule, ni mmea wanaokula watu na wanyama. Hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha,
Sasa mmea umeisha kuwa mzuri, umepata maji kutoka mawinguni, umekuwa na nguvu, na ardhi ikawa inapendeza kwa uzuri, wazayyanat, na ikapambika kwa maji ambayo yanayotoka mbinguni. Wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, wale waliokuwa wakiangalia ile mimea, wakulima waliokuwa wakiangalia ile mimea, wameoteshewa na Allah na maji kutoka mbinguni, na mimea ikapambika ikawa mizuri kabisa, wakawa wanayakini kabisa kuwa muda wa kuvuna sasa ndiyo unakaribia. Tutavuna kwa maji tuliyopata na mmea umeishakaa vizuri. Wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, wakulima wale wakawa wanayakini kuwa sasa tunaenda kuvuna mazao yetu. Hapo sasa Allah anasema ataha amruna laylan au nahara faj'alnaha hasida. Amri yetu ikifikia hatua hiyo, mkulima kishajiridhisha kuwa anavuna, hakuna tatizo, mimea imekaa vizuri kabisa, atapata chakula chake na cha wanyama. Ataha amruna laylan au nahara, jambo letu sasa, amri yetu, kadari yetu inaifata ile mimea ile, inaifata ile ardhi iliyopambika vizuri, laylan au nahara, mchana au usiku. Faj'alnaha hasida, tunaifanya ile ardhi ni kama iliyofyekwa. Allah anaondosha yale mazao yote, kaan lam taghna bil ams. Ukiangalia Allah alivyoyatoa yale mazao na kuyakausha yale mazao na kuyafyeka yale mazao, utadhania kuwa jana tu hakukuwa na mazao mazuri. Ndugu yangu, hii ndiyo dunia. Allah anatupigia picha, tunaenda mbio kwa ajili ya dunia, kuitengeneza dunia, lakini Allah anatuambia pale ambapo utaona dunia yako imekuwa nzuri sasa, imepambika machoni mwako, unaridhika na kile ulichoenda mbio, nafsi inatulia, ndoto yako imefika katika dunia, unaona sasa nikae nianze kula kile nilichokitolea jasho, kile ambacho nilikwenda kuhakikisha ndoto yangu nikipate. Unaposema sasa nikae nitulie, amri ya Allah ndipo inapofika, unaondoka na unaviacha. Hii ndiyo dunia ambayo Allah tabaraka wa taala anatupigia mfano tuijue. Allah anamalizia kwa kusema kadhalika nufassilu alayat, hivyo ndiyo tunapambanua sisi aya zetu, liqaumi yatafakkarun, kwa watu wanaotafakari. Hii sura haiwezi kuipata mtu ambaye hakai na kutafakari. Unaenda mbio kwa ajili ya dunia, kuongojea nikimbie sana, nikipata hiki na kile nikae sasa na familia yangu tutulie. Umekipata kweli, unasema ngojea nikae, amri ya Allah inakuja inakuchukua mara moja. Hii ndiyo dunia, ndugu zanguni katika imani, ndugu yangu katika imani. Hii dunia tuliyokuwa nayo, Allah tabaraka wa taala anazidi kutuelezea ili tuingize akilini kuwa hapa sio sehemu, sio tumefika hapa, tunapita tu ndugu zanguni. Vyote tunavyokusanya hiki na kile, kwa halali kwa haramu, vyote hivi tutaviacha. Allah anatuambia, Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati al-Hadid aya 20, Allah anasema i'lamu annama alhayatu dunya, tambueni jamani, tambueni hakika maisha ya dunia, laibun, ni michezo tu, walahun, na upuuzi, wazinatun, na mapambo, watafakhurun bainakum, na kujifakharisha tu kati yenu. Dunia ndivyo ilivyo, ni michezo tu, ni upuuzi. Hii dunia, aliyeumba dunia na katuumba sisi ndiyo anatuambia hii dunia ni mchezo, hii dunia ni upuuzi. Wazinatun, na mapambo tu, watafakhurun bainakum, na kujifakharisha kati yenu. Unanijua mimi, unajua kabila langu, unajua chao changu,
unajua natoka katika ukoo gani. Watafakhurun, na kujifakharisha tu. Watakathurun fil amwali wal aulad, na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Ndiyo dunia hii, tunashindana kwa wingi wa mali na watoto. Nikusanye niwe kama yule, mbona yule ana hiki na kile, unaenda mbio. Watakathurun fil amwali wal aulad. Hii ndiyo dunia aliyetuumba, anatueleza dunia hii. Hutoki hapa, hii ndiyo dunia. Hakuna cha ajabu utakachokifanya katika hii dunia ukatoka katika maneno haya ya Allah. Hupo katika dunia laibun, saa zingine huko katika mchezo tu, walahun, na upuuzi, wazinatun, na mapambo, watafakhurun bainakum, na kujifakharisha, kujipiga kifua. Unajua mimi mtoto wa nani, unajua natoka katika kabila gani, unajua ukoo wangu. Watafakhurun bainakum, na kujifakharisha. Watakathurun fil amwali wal aulad, na kushindana kwa wingi wa watoto na mali. Wingi wa mali na watoto, tunajifakharisha kwa hivi ndugu zangu katika imani. Lakini Allah tabaraka wa taala mwisho wa aya hii anatutanabahisha kitu muhimu sana. Mwisho wa aya Allah tena anatutanabahisha, anasema wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Si lolote haya maisha ya dunia haya, illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni starehe zenye kudanganya tu. Miliki utakachomiliki ni starehe zenye kudanganya. Pata utakachopata ni starehe yenye kudanganya. Kuwa na mali utakavyokuwa ni starehe yenye kudanganya. Ndugu yangu katika imani, Allah ndiyo anatuambia hii dunia jinsi ilivyo. Na Allah tabaraka wa taala anatuambia katika aya nyingine, anasema ya ayuhan nas, enyi watu, inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni ya haki. Ahadi gani ya Allah ni ya haki? Ya kurejea kwake ni ya haki kabisa. Enyi watu, tambueni hilo, usijidanganye. Inna wa'da Allah haqqun, hakika ahadi ya Allah ni ya haki, ni ya kweli. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, yasikudanganyeni haya maisha ya dunia, maisha ya michezo, maisha ya mashindano ya mali na watoto, ukusanyaji wa mali na watoto, maisha ya lahun, maisha ya upuuzi, yasikudanganyeni. Kumbukeni ahadi ya Allah ya kurejea kwake ni ya kweli. Ya ayuhan nas, enyi watu, inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni ya kweli. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, yasikudanganyeni haya maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, wala udanganyifu wote usikudanganye kwa Allah. Usikubali kudanganyika ukadhania kuwa haya maisha ni maisha ya kudumu. Inna wa'da Allahi haqq, kimbia utakavyokimbia, kusanya utakachokusanya, fanya utakavyofanya. Kumbuka inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni ya kweli. Kusanya mali, inna wa'da Allahi haqqun. Nenda mbio kutafuta watoto wengi, kumbuka inna wa'da Allahi haqqun. Fanya utakavyofanya, kumbuka inna wa'da Allahi haqqun. Ahadi ya Allah ni ya kweli. Utarejea kwa Allah, na Allah tabaraka wa taala huko kurejea kwake, huko ambako kila mmoja ana yakini atarejea. Allah akatuambia kututahadharisha tena kuwa huko kurejea kwa Allah, ahadi ya Allah ni ya kweli, mtarejea. Lakini tambueni kurejea kwa Allah, usidhani kama unarejea kwa mama yako na baba yako kwa raha na shangwe na vigelegele. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati al-Baqara aya ya 281, anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah. Turja'una fihi ila Allah, mtarejeshwa kwa Allah. Sio utarejea, utarejeshwa kwa Allah. Utake usitake, utarejeshwa kwa Allah.
thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi italipwa malipo kamilifu kabisa, wa hum la yudhlamun, na wao hawatadhulumiwa. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku mtakayorejeshwa kwa Allah. Mimi na wewe lazima tutarejeshwa kwa Allah, tutarudi kwa Allah, utake usitake utarudi kwa Allah. Utarudi muda gani? Allah ndio anajua utarudi muda gani. Ndugu yangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anazidi kutuelezea ni jinsi gani tutatoka katika hii dunia na kurejea kwake. Ndugu zanguni katika imani, Allah anasema ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, popote mtakapokuwa mauti yatakukuteni hapo hapo. Walau kuntum fi burujin mushayyada, hata mkiwa katika ngome iliyokuwa madhubuti, mauti yatakukuteni hapo hapo. Na huku ndiyo kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zanguni katika imani, mimi na wewe mauti yatatupata. Tutatoka katika hii dunia iliyotudanganya kwa vingi, dunia ambayo tunaiangalia dunia kana kwamba tutaishi milele katika hii dunia ambayo inatushughulisha kuangalisha halali na cha haramu. Lakini kumbuka, ipo siku utatoka katika hii dunia, utake usitaki utatoka. Na kutoka katika hii dunia si kwepesi, ni Allah atakapotuma malaika wa kutoe roho yako. Roho itatolewa na malaika, huko ndiyo kutoka katika hii dunia. Wanazi'ati gharqa wanashitati nashta wanazi'ati gharqa. Allah anaapia malaika wanaotoa roho za waovu kwa nguvu, kwa kuzivuta kwa nguvu. Wanashitati nashta, na Allah anaapia malaika ambao wanatoa roho za waumini kwa taratibu. Tadhakkarta akhi alaziz, hivi umefikiria ndugu yangu katika imani, ambayo dunia imekuchukua, huangalii la haramu, wewe unataka kuijenga dunia yako tu, unaona bado upo sana katika hii dunia. Umekaa ufikirie kuwa siku yako ikiwadia, ni malaika gani ambaye atatoa roho yako? Ni malaika wa kheri ambaye atatoa roho taratibu, au malaika wa shari ambaye atatoa roho kwa kuivuta kwa nguvu, hali ya kuwa unalia na kulalama? Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Hivi ndivyo roho zinatolewa. Mimi na wewe, mbele yetu kuna hii tukio hili tukio ni la wote na linamuhusu kila mmoja, na hakuna hata wa kukusaidia. Kalla idha balagati at-taraqi, sio hivyo. Idha balagati at-taraqi, pale unapotolewa roho ikafika katika mifupa ya shingo. Kalla idha balagati at-taraqi wa qila man raq, wakati roho imefika katika mishipa ya shingo, ndugu zako jamaa zako wamekuzunguka. Wa qila man raq, itasemwa ni nani wa kumsomea ruqya huyu? Tafuteni daktari kutoka huku na kule, wekeni oksijeni, wekeni hiki na kile. Wa qila man raq, wakati wanaangaika ndugu zako, mke wako, watoto wako, jamaa zako, rafiki zako, wanaangaika kunusuru uhai wako. Wa dhanna annahu al-firaq, lakini yeye aliolala hapo anayakini sasa huu ndiyo mwendo. Annahu al-firaq, ndiyo siku ya kufarikiana na jamaa zake, ndiyo siku ya kuondoka duniani. Wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq, roho inatoka, miguu inashikana kwa uchungu wa roho kutoka. Waltaffat as-saq bis-saq, roho inatoka kwa uchungu. Inatoka inaenda wapi? Waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq, kwa Mola wako ndiko unakoswagwa.
unaswagwa sasa kwenda kwa Mola wako. Ndugu zanguni katika imani, hili ni tukio sisi wote tutapitia hapa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan shakirin wa nu'minu bihi imanan muqinin wa nuqirru bi wahdaniyati iqrar as-sadiqin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ndugu zanguni katika imani, amepokea al-Imam Ahmad hadithi ya Bara bin Azib. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, innal abda al-mu'min idha kana min inqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Mu'min pale anapokuwa yuko katika sakaratul maut, ndio anatoka sasa duniani na anaelekea akhera, anatakiwa roho yake itoke. Mtume anasema, nazala ilayhi minas samai malaika, watateremka kutoka mbinguni malaika, bidhul wujuh, malaika ambao wana nyuso nyeupe sana. Mu'min anapotaka kufa, kabla ya kutolewa roho yake, wanateremka wana malaika bidhul wujuh, nyuso zao ni nyeupe sana, kaanna wujuhahum ash-shams. Mtume anasema ukiangalia nyuso za wale malaika ni kama jua, na hawa malaika hawaoni isipokuwa yule ambaye amekusudiwa kuondoka kipindi hicho, ambaye ni muumini. Wa ma'ahum kafanun min akfani aljanna, na wana sanda miongoni mwa sanda za peponi. Wa hanutun min hanuti aljanna, na manukato kutoka peponi. Hatta yajlisu, wakifika hawa malaika wanakaa madda albasar, wanakaa paka upeo wake nguvu za macho zinapoishia, na wenyewe ndio wanaishia huko, kuwa ni wengi sana hawa malaika. Wakishafika hawa malaika, punde tu anakuja malakul maut. Malakul maut akifika, fayaqul, anamwambia yule ambaye ndio anatakiwa kutoa roho, ayyatuha an-nafsu tayyiba, ewe nafsi iliyokuwa nzuri, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, toka kuelekea katika maghfira ya Allah na radhi za Allah. Malakul mauti anaitoa ile roho. Mtume anasema taratibu, kama vile maji yanavyomiminika kutoka katika chombo, yanatoka taratibu yale maji. Lakini huyu ni mu'min, huyu ni mu'min, hakudanganywa na dunia hii ambayo ni mataul ghurur, hakudanganywa. Alijua lengo la kuwa katika hili dunia, aliogopa kumwasi Allah tabaraka wa taala, aliogopa kuishi vibaya na watu, kuchukua haki za watu, kuwadhulumu watu, kuwasingizia watu maovu. Huyu ni muumini, huyu alitekeleza haki za Allah na akatekeleza haki zinazotakiwa kwa wanadamu. Huyu ni muumini, roho yake itatoka hali ya kuwa ni nyepesi, hali ya kuwa malakul maut anaambia, ya ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, ewe nafsi iliyokuwa nzuri, toka kuelekea maghfira ya Allah na radhi za Allah. Lakini ikiwa ni muovu, kinyume chake, Mtume anasema watakuja malaika sudul wujuh, nyuso zao ni nyeusi sana, maddil basar, wengi. Kisha baada ya hapo anakuja malakul maut. Malakul maut anakaa pembezoni mwa kichwa chake, fayaqul, na atasema malakul maut, ya ayyatuha an-nafsu al-khabitha, ewe nafsi chafu mbaya, wewe ambaye hukujua haki ya Allah wala hukujua haki za binadamu, wewe ambaye hukujiepusha na lilokuwa la haramu, ulidhania utaishi duniani milele. Ya ayyatuha an-nafsu al-khabitha, ewe nafsi chafu mbaya, ukhruju ila sakhtin min Allahi wa ghadabi, toka ukielekea katika ghadhabu za Allah, ukielekea katika chuki za Allah, nafsi ile inatolewa. Mtume anasema nafsi ile inatolewa mfano wa mtu kachukua mdenge ambao umeingia katika pamba
pamba iliyoroana na mdenge ule, unavichuma chuma pembeni. Chukua mdenge, weka katika pamba, ifunike pamba, mdenge uwe katikati, mdenge ule uwe unavichuma pembeni, alafu uvute ule mdenge uone ni namna gani unavyotoka na ile pamba na ugumu wake. Nafsi ya mtu muovu ndio inatoka hivyo. Ndugu yangu katika imani, mimi na wewe, hakuna sehemu nyingine. Imma Allah tutoe nafsi zetu na tuambiwe na malakul maut, ya ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, ewe nafsi nzuri. Aidha tutasikia maneno haya, na Allah tujalie tuwe ni katika watu tutasikia maneno haya, na aidha tutasikia maneno ya kuhuzunisha na kusikitika. Ya ayyatuha an-nafsu al-khabitha, ewe nafsi chafu mbaya. Ndugu zangu ni katika imani, haya maisha ya dunia haya si lolote si chochote. Ndugu zanguni, si lolote si chochote. Inna wa'da Allahi haqqun, ahadi ya Allah ni ya kweli, na ahadi ya Allah ikifika imefika. Ndugu zanguni katika imani, tuogopeni kurejeshwa kwa Allah. Angalia, mtu anatolewa roho aliyakuwa analia na kulalama. Ndiyo hapo Allah anatuambia katika Qur'an, hatta idha jaa ahadahumul maut, paka inapofikia mmoja wao akafikwa na umauti, qala rabbi irji'uni, atasema ewe Allah, ewe Mola wangu, irji'uni, nirejeshe mimi duniani, kwa sababu anaona huko alichotanguliza hakuna. Yeye alidhania duniani hapa atakaa milele. Rabbi irji'uni, ewe Allah nirejeshe. Arejeshe afanyeje? Arejeshe asali, arejeshe afanyeje? Afanye aliyomwamrisha Allah. Arejeshe afanyeje? Aache Allah aliyomkataza. Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, ewe Allah nirejeshe ili nifanye yaliyokuwa mema ambayo niliyaacha. Allah amekupa fursa, Allah katupa fursa, Allah katupa afya, Allah bado anatuazima pumzi yake. Hii ni fursa hii, ndugu zangu ni katika imani. Ikifika kipindi Allah atake kuchukua pumzi yake, kila mmoja atalalama hivi, rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ni mambo mangapi ya khairi tunayaacha, mambo mangapi ambayo hayafai na tunayafanya. Tutalalama, kila mmoja atalalama kwa kufikiria alilokuwa na uwezo wa kulifanya lakini hakulifanya. Alipewa fursa, hakuitekeleza hiyo fursa. Atatamani apewe fursa arejee ili afanye mema. Allah anasema kalla, sivyo hivyo, innaha kalimatun huwa qailuha, hilo ni neno yeye analisema tu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, na mbele yao kuna maisha ya barzakh, kuna maisha ya kaburini ambayo ndio maisha marefu zaidi. Ndugu zanguni katika imani, fursa tuliyokuwa nayo ya hii pumzi ambayo Allah ametujalia, ndugu zanguni, hii ni fursa. Tusipoitumia vizuri tutaenda kwa Allah aliyakuwa tunalalama. Ndio pale Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi akasema, badiru bil a'mali sab'a, fanyeni haraka kutanguliza mambo saba. Harakisheni sana haya mambo saba. Miongoni mwa hayo mambo saba Mtume akasema wa mautan mujhiza, msisubirini mauti ambayo yamekwisha andaliwa. Hufanyi sasa hivi, unasubiri nini? Unasubiri mauti. Vijana ukiwaambia fanyeni ibada, anakuambia bado nipo sana, acha hili nitaacha baadaye, fanya hiki nitafanya baadaye. Ndugu zanguni katika imani, wama tadri nafsun madha taksibu ghada, wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, nafsi haijui hilo. Ndugu zanguni katika imani, turejeeni kwa Allah. Huko tunakokwenda ni pagumu, tunapokwenda ni pagumu. Ndugu zanguni katika imani, fursa hii tuliyokuwa nayo tuitumie. Ni wangapi tuliokuwa nao mwezi uliokwisha, sasa hivi hatuko nao? Ni wangapi ambao wewe na yeye mlizaliwa mwaka mmoja, lakini wamekwisha tangulia, wewe bado upo? Ni wangapi ulikuwa ukiishi nao hawapo? Ni wangapi uliwafahamu hawapo? Ni wangapi ndugu zako, rafiki zako mlikuwa mnakaa pamoja na kufurahi, lakini hawapo? Lakini kwa nini wewe bado upo? Allah amekupa fursa.
huko tunapokwenda ni pagumu. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku moja Bara bin Azib anasema kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi jinaza, tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jeneza tunazika. Fajalasa ala shafiri alqabri, Mtume akakaa pembezoni mwa kaburi. Fabaka hatta balla thara, Mtume akalia sana. Hatta balla thara, paka sehemu aliyokuwa amekaa udongo ule uliloana kwa Mtume kulia. Thumma qala, kisha Mtume akasema ya ikhwani limithli hadha fa'iddu, enyi ndugu zangu, mfano huu mnaouona, mmembeba ndugu yenu, rafiki yenu, jamaa yenu, baba yako, mama yako unayemjua, ukamleta hapa, mnamfukia leo madongo na mtamuacha. Ya ikhwani limithli hadha fa'iddu, ndugu zanguni, kwa mfano huu fa'iddu, basi jiandaeni. Mtume analia na anawatahadharisha masahaba, ya ikhwani limithli hadha fa'iddu, ndugu zanguni, kwa mfano huu jiandaeni. Na kujiandaa huku ndugu zanguni katika imani ni kujiandaa bil a'mali salihah, kwa matendo yaliyokuwa mema, kuacha yaliyokuwa mabaya, kuchunga haki za Allah tabaraka wa taala, kuchunga haki za watu. Huku ndiyo kujiandaa kutakako kuweka salama wewe siku utakayokutana na Mola wako tabaraka wa taala, bali kutakako kuweka salama siku ambayo Allah atachukua nafsi yako. Ndugu zanguni katika imani, katika kujiandaa, raddul madhalim ni kurejesha kitu ulichokichukua cha mtu dhulman kwa dhulma, lazima ujiandae kirejeshwe kitu hicho. Ndugu zanguni katika imani, angalia hadithi hii ya Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi, hadithi ya Abi Huraira anasema man kanat indahu madlamatun li akhihi, yule ambaye ana kitu alichodhulumu cha ndugu yake, min irdhihi au min shay'in, amemdhulumu ndugu yake kwa kumvunjia heshima, au kamdhulumu ndugu yake kwa kuchukua mali yake, au kwa kumsingizia uongo, au kwa kumtuhumu, hii ni dhulma hii. Mtume anasema falyatahallalahu minhu al-yawm, ajivue katika dhuluma hiyo leo. Kama kuna ndugu yako umemdhulumu mali yake, umemsingizia uongo, umeharibu heshima zake, Mtume anasema falyatahallalahu al-yawm, ajivue leo na dhuluma hiyo. Unajua umemdhulumu, nenda ukamuombe msamaha. Hii ni dhulma hii, kabla an la yakuna dinarun wala dirham, kabla mambo hayajabadilika. Hutomlipa tena pesa, huko kwa Allah hakuna pesa. Kabla mambo hayajabadilika, wewe kuondoka au yeye kuondoka, sasa hivi nenda ukajivue dhulma hiyo. Ndugu yangu katika imani, ni dhulma ngapi tunafanyiana? Ni watu wamedhulumu vitu vingapi, na wanaenda kwa Allah na mali za dhulma, na walikuwa wakizipigania zibaki kwao. Hii ni dhulma ndugu zanguni katika imani. Ni watu wangapi tumewadhulumu kwa kuwasema vibaya, kwa kugombana, kwa kuwatuhumu, kwa kufanya hivi na kile, kwa kuharibu heshima yake, kwa kutaka hapa twende mabaya, kwa kumsingizia. Hii ni dhulma, hii utaenda kwa Allah uilipe. Mtume anasema jivue sasa hivi. Fikiria, ulikuwa una rafiki yako, jamaa yako, mlikuwa naye hapo nyuma, ni marafiki, mnaheshimiana, mnafanya nini, lakini leo hii amefariki, hamuongei, amefariki mmepigana, amefariki mmetuhumiana, amefariki mmevunjiana heshima, amefariki ameondoka. Usidhani kuwa wewe umebakia salama. Hujabakia salama, kwa sababu ameenda na dhulma, ameenda umemdhulumu. Ukienda kwa Allah utaenda umlipe. Faliyatahallalahu al-yawm, ajivue leo hii ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo miongoni
mwa kujiandalia safari iliyokuwa njema. Tujivue na dhulma, tujivue na dhulma, tuishi kwa upendo, tusameheane. Haka dunia ndugu zanguni katika imani ni kama muda mfupi. Tutachukiana, tutapigana, tutafanya nini? Uliochukiana naye, umepigana naye, umemsema vibaya, umemvunjia heshima yake, leo kaondoka kenda kwa Allah, utaenda umuombe nani msamaha? Utaenda umuombe nani msamaha? Anakusubiria kwa Allah. Kwa nini ulimvunjia heshima yake? Kwa nini ulimtukana? Kwa nini ulifanya hivi na kile? Anakusubiria kwa Allah. Usidhani wewe uliobaki umebaki salama. Haujabaki salama maadamu ulikuwa hujajivua na dhulma hiyo. Utaenda kwa Allah, utawajibika. Tuishini kwa wema, tuvumilianeni, tusameheaneni. Haka dunia kasitushughulishe tukaenda kwa Allah na mizigo mizito. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum falyafu, sameheaneni. Waliyasfahu, na waachilie mbali, samehe. Hata kama alikudhulumu wewe, samehe, kisha enda kwa Allah. Anatarajia sana dua zetu. Samehe, acha. Waliyasfahu, na waachilie mbali. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hampendi Allah akusameheni. Kwani wewe ukiondoka katika dunia ndio mwema sana. Hakuna uliowakwaza, hakuna ambao umewakosea. Kama ambavyo wewe ukiondoka katika dunia unatarajia rehema za watu wakusamehe, wale uliowakosea wakusamehe, na wewe vile vile msamehe ndugu yako, achilia mbali. Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi anasema, wama zada Allahu abdan bi'afwin illa izza, hamzidishi Allah mja kwa kusamehe isipokuwa izza, utukufu. Ukisamehe Allah anapenda sana. Samehe basi. Tulizozana na ndugu yetu kwa hiki na kile, imepita. Ana mukhti wa huwa mukhti, mimi nimekosea na yeye amekosea, lakini tumeondoka, hatujasuluhishwa hali ya kuwa alikuwa ni ndugu yangu. Tusamehe, maisha yaende. Na wewe ukifa utapata watu wa kusamehe, ili uende kwa Allah hali ya kuwa hauna mizigo, watu wa kusamehe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.